Ndugu zangu, mwili wangu nitautoa kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Leo anayesema maneno hayo ni Yesu Kristo, ambaye amekuja duniani ili kwamba aweze kubadilisha mwili wa udhaifu ambao tunaishi nao, mwili wa kuugua, mwili wa udhaifu, mwili wa mateso, ili uwe mwili wa ushindi, na roho zetu zikombolewe, tuweze kuwa na ahadi ya uzima wa milele. Tunasoma kwamba Yesu alipokuja duniani alionyesha nguvu zake na uwezo wa yeye kujiita mwana wa Mungu. Na nguvu alizoonyesha kwanza ni kukemea magonjwa yaliyokuwa yameonea watu. Alifufua wafu, aliweza kuponya viwete, vipofu, viziwi na vilema, wote aliweza kuwaponya na wakawa na uzima. Na wote wale waliomfuata Yesu huyo, Biblia inasema akawaponya wote. Alikuja ili ulimwengu umuone kwamba yeye ni nani na kazi yake ni kazi gani. Kazi yake ni kuharibu kazi za shetani, ambazo kazi mojawapo ya shetani ni magonjwa, ni kifo. Kwa wale waliokufa, Yesu alitumia lugha ambayo inaeleweka kwamba waliokufa katika Bwana wamelala. Hao hawafi, maana hao wanatoka katika maisha haya kwenda katika maisha ya uzima wa milele. Sasa hao hawafi. Wote ambao wamemwamini Yesu Kristo, maisha yao yanakuwa ya milele. Na sisi katika kumwamini Bwana na katika kumuita na katika kushiriki meza ya Bwana, basi tunapokea ule ushindi katika maisha yetu yote kwa jumla, kama Yesu alivyokuja duniani na kuonyesha kwamba yeye ni nani. Sasa amesema kwamba sisi tukila mwili wake, basi maisha yetu yatabadilika. Kwako wewe, swali ni kwamba je, unaamini kwamba wewe ukila mwili wa Kristo maisha yako yatabadilika na Bwana atakulinda, atakuokoa? Unaamini hivyo? Bwana atakuponya? Lazima uamini hivyo. Kuna watu wanaweza kukwazwa na wengine, alafu anaacha wokovu. Yaani amekwazwa tu mtu mwingine kwa sababu yote anayojua yeye mwenyewe, alafu anasema mimi wala siwezi kuja kanisani, fulana amenikwaza. Kweli umejua aliyekuokoa? Aliyekuokoa ni Yesu na sio fulani. Fulani hakumwaga damu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo leo kusema kwamba mimi siwezi kuja kanisani, siwezi kuendelea tena na wokovu kwa sababu nimekwazwa na fulani. Hasa kama umekwazwa na fulani, kwani yeye ndiye aliyefia ulimwengu? Ndiye aliyefia maisha yako? Mbona unasahau kwamba aliyekufa kwa ajili yako ni Yesu, sio mtu, sio yule wala yule, lakini ni Yesu ndiye ametangaza kwamba mimi nimekuja niufie ulimwengu, na atakayeniamini atapata uzima wa milele, hata kufa bali ataishi. Huyo ndiye aliyetangaza. Hakuna mwanadamu mwingine aliyethubutu kutangaza. Na baada ya hapo akadhibitisha, akafa, akafufuka, akawatokea wanafunzi wake, akawaambia amani iwe kwenu. Haya, mnaona nimefufuka, mnaamini kwamba ninaweza kushinda kifo, naweza kushinda magonjwa, naweza kushinda dhambi na mashetani yote na mapepo yote, naweza? Yesu ndiye aliyesimama akatangaza hivyo. Leo usiniambie kwamba
nimekwazwa na mama fulani, anisalimii. Jamani. Unaona Mkristo mwenzake anampita tu, hakumsalimia, hata taka tena kuja kanisani eti kwa sababu hakusalimiwa. Inadhuru nini? Inadhuru nini kama hujasalimiwa? What is the problem? Jamani, haji sana andundi. Haya bwana, Jona anauliza kuisana aiwe. Kwa hiyo sasa tunaulizana jamani, sasa wewe utakwazwa kwa sababu usalimiwi na ndugu yako hapa? Nenda kwako, furahia maisha. Go home and sleep and enjoy life. Usifikirie maisha ya mtu mwingine, na yeye aende nyumbani yake akafurahie maisha yake huko. Wati nimekwazwa na mama huyu. Rada yen barabara anaachia andi. Kuachia aiwe. Kwa hiyo nenda zako, enjoy maisha. Achana na kukwazwa na mambo ya kipumbavu, hayana maana. It's no deal. Wewe furahia Yesu wako amekuokoa. Ndugu zangu, unajua, ngoja nikupe story moja. Hivi kukaa hapa mpaka umekuwa, labda umeoa, umeolewa, unafikiri ni mpango wa Mungu jamani? Ni mpango wa Mungu. Sasa kama Mungu alikutoa huko kwenye mambo hayo yote, njia hizo zote, leo akaniweka wokovuni, alafu mtu tueti kwa sababu hakunisalimia, leo niseme hata kanisani siende, fulani hakunisalimia. Jamani. Unajua kweli kwamba Mungu yupo amekutoa wapi? Mpaka leo nakiri kwamba nimekwazwa, hata kanisani siwezi kuja kwa sababu huyo amenikwaza, hata wokovuni siwezi kuendelea. Unajua kweli wokovu? Unajua Mungu kweli kwamba Mungu anaweza kufanya nini ndani ya maisha yako? Jamani, Mungu amefanya miujiza ndani ya maisha yetu. Miujiza ndani ya maisha yetu. Hatuko hapa kwa sababu ya nguvu zetu. Hatuko hapa kwa sababu tuna kitu tunachotaka. Tuko hapa kwa ajili ya Mungu na nguvu zake. Ni yeye ametuita, na ametuita atatufikisha huko anakotaka. Hatutaishia njiani. Kama Mungu hakuniacha wakati ule nikiwa duniani nisiishie pale kwenye korongo, leo atanivusha, atanipeleka mpaka mwisho wa safari. Nitafika. Nitafika. Kwa hiyo ndugu zangu, muangalie Bwana katika maisha yako, maana yeye ni mwaminifu, wala hakuna kitakacho kuondoa katika mikono ya Mungu.